Wizara ya Mambo ya Ndani, Mheshimiwa Antipas Mgungusi. Swali la mbunge linauliza, je, lini serikali itapeleka magari kwa jeshi la polisi Malinyi ili liweze kutoa huduma stahiki kwa wananchi? Serikali inatoa majibu ya swali hilo. Mheshimiwa Naibu Spika, mwezi Septemba mwaka 2023 serikali kupitia jeshi la polisi iligawa gari moja jipya lenye namba za usajili PT 4851 Toyota Land Cruiser pickup kwa wilaya Malinyi, hivyo kufanya wilaya hiyo kuwa na magari mawili ya polisi yanayofanya kazi. Serikali inaendelea kutenga fedha toka kwenye bajeti yake kila mwaka wa fedha kwa ajili ya ununuzi wa vitendea kazi mbalimbali yakiwemo magari na kuyagawa kwenye mikoa na wilaya zote hapa nchini. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Antipas. Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru kwa majibu ya serikali, lakini kwa ukubwa wa wilaya ya Malinyi uhitaji walau magari matatu kwa uchache sana. Lakini magari mawili ambayo ameyataja Mheshimiwa Waziri, moja halipo kwenye hali nzuri. Je, serikali iko tayari kutuongezea gari muda wote mwaka huu? Hilo la kwanza. Lakini ya pili, shukrani kwa Mheshimiwa Waziri na Kamanda IGP kwa kutupatia fedha kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha polisi kwa maana cha OCD katika eneo la Kipingo. Asante sana, nasubiri majibu ya swali la kwanza. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nimpongeze Mheshimiwa Antipas Mgungusi kwa jitihada nzuri anazofanya maendeleo kwa ajili ya jimbo lake la Malinyi, lakini pamoja na jitihada hizi amekuwa akifuatilia masuala ya vitendea kazi kwa upande wa jeshi la polisi jimboni kwake. Kuhusu swali lake la gari nyingine kwa ajili ya kuimarisha usalama kule Malinyi, naomba ni muahidi Mheshimiwa Antipasi tutaongeza gari lingine kwenye miezi ijayo, gari la OCCID ili kwenda kuimarisha ulinzi kwenye jimbo lake. Na Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nitumie nafasi hii kuambia waheshimiwa wabunge kuna magari ya OCCID wapelelezi wa wilaya kufika mwezi Agosti, Mungu akijalia, tunapanga kuyasambaza nchi nzima kila wilaya ili kuimarisha ulinzi na usalama. Na nitumie nafasi hii kuhakikishia Watanzania tumejipanga ipasavyo kuhakikisha uchaguzi mwaka huu unafanyika kwa amani na usalama, na tumejipanga kivitendea kazi pamoja na utimamu wa jeshi la polisi na vyombo vingine kuhakikisha kila atakayepanga kufanya fujo anashughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Almas. Nakushukuru sana Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, namuuliza Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani. Katika kijiji cha Ishimulwa kata ya Bukumbi, mbunge na wananchi tumejenga kituo kizuri cha kisasa, lakini hatuna usafiri. Tunaomba tufikirie gari au pikipiki. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Almas kama ifuatavyo. Kama ambavyo nimesema, kwanza kwa wilaya za kipolisi ambazo zilikuwa zijapata magari ya awamu ya kwanza, hivi sasa tayari tumeshapeleka magari mapya Land Cruiser kwenye wilaya zote za kipolisi likiwemo wilaya za mkoa wa Tabora. Kwa hiyo kama gari haijafika, Mheshimiwa Almasi, naomba nikuhakikishie mpango huu, kama mlikuwa hamjapata gari ya awamu ya kwanza, awamu ya pili tumeshapeleka magari. Nitacheki kama halijafika basi nihakikishe linafika, lakini vile vile hata kwenye mpango wa OCCID nchi nzima kupata magari Land Cruiser mapya kufika Agosti, pia na hili tutalizingatia. Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Omar. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Kwa kuwa wilaya Nyang'hwale pamekuwa na mwingiliano wa watu wengi kwa ajili ya kuja kuchimba madini na tuna ofisi ya uhamiaji pale na wako wawili hawana hata gari, je, serikali iko tayari kutuongezea watumishi wa uhamiaji pamoja na kutupatia gari la ofisi? Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Omar kama ifuatavyo. Kwanza nimpongeze kwa ufuatiliaji na nimhakikishie hivi ninavyozungumza chuo cha idara ya uhamiaji tunao vijana wako kwenye mafunzo
watakapotoka tutahakikisha tunapeleka maafisa kwa ajili ya kuimarisha huduma za idara ya uhamiaji kule Nyang'hwale. Mheshimiwa Kunti. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru. Mheshimiwa Naibu Spika, kituo cha polisi wilaya ya Chemba kinakabiliana na changamoto kubwa ya thamani za ofisi. Kituo kimekamilika, kina zaidi ya miezi 8, lakini wanashindwa kuhamia kwa sababu tu ya ukosefu wa thamani za ofisi. Serikali, mna mkakati gani wa dharura wa kuwapatia watu wetu hawa, viongozi wetu, thamani za ofisi ili waweze kulitumia lile jengo lao jipya? Sasa swali la msingi kwa magari, wewe unaleta majengo. Mheshimiwa Waziri, mjibu. Mheshimiwa Naibu Spika, nimesikia hoja ya Mheshimiwa Kunti, naomba niichukue, tutaifanyia kazi. Sasa Mheshimiwa, tunaendelea. Wizara ya Viwanda na Biashara, Mheshimiwa Kanyasu kwa niaba ya Mheshimiwa Amar. Swali la mbunge linauliza, je, serikali haioni haja ya kukifufua kiwanda cha pamba na mafuta Kasamwa kwa kuwa hivi karibuni nchi ilikabiliwa na uhaba wa mafuta? Mheshimiwa Exaudi Kigahe ni naibu waziri wa wizara hiyo na anaenda kutoa majibu ya serikali. Serikali kupitia bodi ya pamba TCB mwaka 2020 ilifanya tathmini juu ya hali ya viwanda vya kuchambua pamba nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, tathmini hiyo iliwezesha chama cha ushirika cha Geita kufanya maamuzi ya kufufua kiwanda cha